Na ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye taarifa za 10 jioni. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba viongozi wa kidini mjini Narok waomba uchunguzi wa kina kuhusu ajali ya helikopta Nandi. Kumbukumbu ya mbunge Johana Ngeno na wengine 5 waliopoteza maisha katika ajali ya ndege imefanyika AGC Karen, Nairobi. Afisa mkuu wa polisi ajiweka mikononi mwa polisi baada ya kumshtaki kumuua mke wake katika Roysambu. Martha Koome apewa Franks Meja uwezekano wa kuiongoza tume ya huduma ya umma PSC, makamishna wapya wakiapishwa. Taarifa kamili. BetCity FM, the voice of the jungle. Viongozi wa kidini katika kaunti ya Narok wametoa wito kwa serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ajali ya helikopta katika kaunti ya Nandi ambayo ilisababisha vifo vya marehemu mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno pamoja na wengine 5. Wakiwa wanawasilisha rambirambi zao za dhati kwa familia za marehemu, viongozi hao wa dini waliitaka serikali kubaini sababu ya ajali hiyo, huku wakisema itasaidia kuondoa uvumi na kuzuia ajali kama hizo kutokea katika siku za usoni. Tukielekea katika kaunti ya Nairobi ni kwamba ibada ya wafu ya pamoja imefanyika katika kanisa la AGC Karen mjini Nairobi kwa ajili ya mbunge wa Emurua Dikir Johana Ngeno na watu wengine 5 waliopoteza maisha katika ajali ya ndege. Familia, marafiki, viongozi na wanajamii wamekusanyika kutoa heshima za mwisho na kutoa sala kwa familia zilizokumbwa na msiba. Akiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki, viongozi mbalimbali wa kitaifa walikusanyika katika kanisa la AGC Karen kuhudhuria ibada ya wafu kwa ajili ya mashujaa walioanguka wakilitumikia taifa. Ibada hiyo ya heshima na maombolezo iliwaleta pamoja viongozi wakuu wa bunge na serikali akiwemo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, spika wa seneti Amason Kingi, mawaziri pamoja na wabunge kutoka pande mbalimbali za kisiasa. Mwingine kwa afisa mkuu wa polisi aliyekuwa akishtakiwa kwa kumuua mke wake amejitokeza kwa polisi Naivasha, huku maafisa uchunguzi Nairobi wakichunguza mauaji ya mwanamke wa miaka 43 ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya nyumba yake katika By Faith Apartment kando ya Lumumba Drive, Roysambu. Afisa huyu anayejulikana kwa jina la Daniel Macharia anadaiwa kuwa ameunganishwa na makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa DCI kando ya barabara ya Kiambu. Yupo mahabusu Naivasha na anatarajiwa kuhamishwa Nairobi Jumatano. Na kwingineko ni kwamba hakimu mkuu wa mahakama kuu Martha Koome amemchukua Francis Meja kuwa mwenyekiti wa tume ya huduma za umma PSC pamoja na makamishna wapya wa tume ya marekebisho ya sheria Kenya na mshiriki wa baraza la mashujaa la kitaifa, akiwahimiza wahakikishe heshima ya dhamani za katiba na kuimarisha utoaji wa huduma za umma. Wakati wa sherehe hiyo, Emmanuel Mumia, Catherine Ochanda na Walter Ochieng Hobe waliapishwa kuwa wanachama wa tume ya marekebisho ya sheria Kenya, huku Chafano Guyo Moku akichukua kiapo kama mshiriki wa baraza la mashujaa la kitaifa. Koome alitaka PSC ifanye kazi ya kuifanya serikali kuwa ni kinuku mfanyikazi wa mfano kwa kuweka viwango vya sifa, uwazi, haki na uadilifu katika uhusiano kati ya mwajiri na mfanyikazi. Na msikilizaji, kufikia hapo tunatamatisha taarifa yetu ya BetCity FM, kituo kinachoaminika. Endelea kutegea BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami jina langu ni Maureen Simiyu. Kabla tutamatisha, mwenzangu Emmanuel Kirui. Kulingana na maoni yako, kilichowapata familia ya Johana Ngeno ni wakati mgumu zaidi. Kwa maoni yako unaonaje? Wataweza kukabiliana na magumu haya ama inakuwaje? Ni hivyo, kwa kweli ni hali ngumu zaidi kwa familia ya Johana Ngeno, kizingatiwa ya kwamba bado ni familia changa. Ukiona yule mke wake bado ni mchanga,
wale watoto ni wachanga kabisa. Sasa itakuwa ni kipindi kigumu sana, ikizingatiwa kwamba Joanna Ng'eno ametuacha na kumbuka kwamba Joanna Ng'eno alioa mwaka 2018, 2018. Ni mdogo zaidi bado. Juzi tu kabisa. Hata so itakuwa ni kipindi kigumu sana kwa familia yake. Naam, tunaweza sema tu kwa familia ya Joanna Ng'eno, makiwa Mungu awafariji kabisa. Naam. FM, the voice of the jungle.